kumekuwa na mambo mengi sana ambayo yamezungumzwa nje ya uwanja. Tuanze na taarifa ya kwamba bodi ya ligi baada ya Tanzania Prisons kutoa taarifa mchezo wao dhidi ya Yanga watacheza katika uwanja wa Al Hassan Mwinyi mkoani Tabora. Lakini bodi ya ligi hapo jana ilikuja kuthibitisha kwamba mchezo huo utachezwa mkoani Dodoma. Kwanza, mkanganyiko wa ratiba au moja kwa moja, kuna namna ambavyo unaziona hizi timu zote zimeathirika kwa namna gani, ama kuna moja pekee ambaye ameathiriwa na mkanganyiko wa ratiba hii? Inawezekana ratiba ikawa inawaathiri, lakini ukija kwenye utaratibu wa kanuni na sheria, ratiba inazingatia masaa 72 bila kujali utasafirije kufika eneo la tukio. Nafikiri kitu kikubwa ambacho kimeleta athari kuelekea huu mchezo ni pamoja na kutokuwepo kwa maelewano baina ya TFF ambao wanahusika na masuala ya kufungia uwanja na kufungulia baada ya Sokoine kufungiwa, lakini pia bodi ya ligi kuwasilisha vizuri, maana yake maelewano baina ya klabu mwenyeji na viongozi kutoka TFF pamoja na bodi. Hiyo ni sababu kubwa ambayo inawezekana imewaathiri Prison, lakini pia ikawa haijawaathiri Yanga, kwa sababu Yanga wao hawakumove sehemu yoyote, walibaki kusubiri utaratibu ambao ni wa mwisho. Na ndo maana ukimsikiliza Ali Kamwe ni kwamba baada ya wao kupokea taarifa, kwanza hawakusafiri kutoka Dar es Salaam kuja Tabora kwenye taarifa ya awali, kwa sababu walidai kwamba ile haikutolewa na bodi ya ligi ambao na mamlaka. Yes. Kwa hiyo wao walisubiri taarifa kutoka kwenye bodi ndo wasafiri. Kama isingetoka wasingesafiri, wakati tarehe za mchezo pia zinakaribia. Lakini ukija kwa timu mwenyeji, kwa mujibu wa afisa habari wa Tanzania Prison, ni kwamba baada ya ule uwanja kufungiwa wa Sokoine, nakumbuka ulifungiwa baada ya mchezo wa ilikuwa ni Mbeya City, kitu kama hicho. Mbeya City alicheza mchezo wa CRDB. Baada ya game ile kuisha ndo uwanja ukawa umefungiwa. Taarifa ndo ilitoka jioni kwamba uwanja wa Sokoine umefungiwa. Kikubwa zaidi ni kwamba Prison baada ya kutumiwa ile email kwamba baada ya kupata ile taarifa kwenye mitandao ya kijamii kwamba uwanja umefungiwa, kikubwa walichokifanya ni kupiga simu kuuliza viwanja ambavyo vimekidhi vigezo kwamba ili waweze kupendekeza uwanja mmoja ambao wataenda kuutumia. Kwa mujibu wa mazungumzo yake ni kwamba walijibiwa miongoni mwa viwanja ambavyo viko safe kwa ajili ya kutumika ni pamoja na Ali Hassan Mwinyi ambao upo Tabora. Wao wakafanya taratibu, na yeye anadai kwamba walikubaliana kwamba nyinyi safiri, nendeni Tabora mtautumia. Lakini kwa mazungumzo ya jana na ya leo ni tofauti, kwa sababu jana ndo mabadiliko yalikuja kutokea. Ishu kubwa kwa watu ambayo ilikuwa inaibua mijadala ni kwamba kwa nini bodi wapo kimya, hawajatoa taarifa yoyote, na Yanga hajasafiri kwa sababu hajapata taarifa kutoka kwenye bodi. Kwa hiyo kwa hapo walioathirika pakubwa naamini mimi ni Tanzania Prison. Lakini Bravis, Young Africans wao kupitia habari wao kwa maana ya Shabani Ali Kamwe alisema hawakupata taarifa ya aina yoyote kuhusiana labda na mchezo utachezwa kwa maana mkoani Tabora kwenye uwanja wa Ali Hassan Mwinyi. Lakini akasema ya kwamba taarifa ambao wameipata wao kuhusiana na mchezo wao ni jana, lakini hata wao wenyewe waliona kwamba Tanzania Prisons wameposti kwamba mchezo wao utachezwa mkoani Tabora. Lakini licha ya hivyo akasema ya kwamba hata kama mchezo wangesema ni Tabora, wao wangesafiri, na tayari walikuwa washaanza utaratibu wa kufanya labda booking za usafiri na mambo ya namna hiyo. Huenda kwenye hili kuna mtu mwenye makosa, na kama yupo ni kwenye engo ipi ambao moja kwa moja kwa namna moja ama nyingine wamehusika kwenye hili, na mpaka sasa hivi ninapozungumza Tanzania Prisons wapo Tabora na sasa hivi wanafanya mpango wa kusafiri tena kwenda mkoani Dodoma. Kabla sijafika huko kwa mtu mwenye makosa, Yanga wao walisubiri, kama nilivyosema awali, walisubiri taarifa kutoka kwenye mamlaka, kwa sababu taarifa haiwezi katoka kwa Prison
wao wakaridhiana nayo moja kwa moja, inawezekana ikaja kutokea sintofahamu kama hii, kama ilivyotokea Simba alioji kutokana na uwanja wa Benjamin Mkapa kubadilishiwa mchezo. Mwisho wa siku hakujibiwa, lakini swali lake lilikuwa linataka ufafanuzi kutoka kwenye bodi, kwa sababu taarifa aliyeitoa awali haikuwa ni bodi, ilikuwa ni Yanga wenyewe ndo walitoa taarifa kwa maana ya timu mwenyeji. Lakini Simba alikuja kuuliza hilo baada ya bodi wenyewe kuthibitisha kwamba mchezo utachezwa uwanja. Yaani wao walichouliza ni kwamba kwa nini taarifa ilitolewa na Yanga kabla ya bodi kutoa. Hilo ndilo ambalo limekuja kutokea. Prison yeye alitangaza kwamba ni uwanja wa Ali Hassan Mwinyi kabla ya bodi kutangaza. Kwa hiyo Yanga wasingesafiri kwa sababu bado wanasubiri mamlaka ndo iweze kutoa taarifa. Lakini hapo ni taarifa kwa umma. Kuna yale mazungumzo ambayo wao wanayafanya ambayo pengine inawezekana ni ya kwao binafsi, sio lazima umma ufahamu labda wamewasiliana vipi, mambo kama hayo. Lakini pia tukija kwenye swala la makosa, nafikiri bodi pia wana makosa kwa sababu kama uwanja ulifungiwa na walizungumza na timu wenyeji, kama kanuni inavyoelekeza kwamba uwanja unapofungiwa lazima timu inayotumia ule uwanja itafute uwanja mwingine ambao unakidhi vigezo kikanuni na kisheria, kisha taarifa itolewe, wale bodi waridhie, kisha taarifa ya mchezo itoke. Kwa hiyo kikubwa ambacho wamekikosea bodi ni pamoja na kutoa taarifa kwa wakati. Maana yake kama taarifa ingetoka kwa wakati kwamba uwanja ni Ali Hassan Mwinyi, Prison wamekuja, hata Yanga pia wangekuja kama alivyosema Alikamo kwamba sisi tulisubiri waseme kwamba ni Tabora, tufanye maandalizi ya usafiri kisha tuje. Lakini kilichokuja kukosewa ni taarifa kuchelewa, na ndio maana nikasema Prison ameathirika kwa sababu amepata taarifa mbili tofauti ambazo kwake yeye zinamwathiri. Kasafiri kutoka Mbeya, kaja kafanya booking ya hoteli, kula. Nafikiri hata maandalizi, unajua ukiwa mwenyeji lazima kuna vitu wewe utahusikana navyo kwenye kuandaa mchezo na nini. Mwisho wa siku taarifa nyingine inatoka jana usiku kwamba uwanja ni Dodoma na Yanga tayari kapewa taarifa, yeye ndo sasa kaanza maandalizi ya kusafiri. Lakini Prison wanaambiwa kwamba sio tena Tabora, safiri mje Dodoma kwa ajili ya mchezo. Kwa hiyo ishu kubwa ni bodi wenyewe kushindwa kutoa taarifa kwa wakati kwa timu zote. Yaani kama ingekuwa ni kama walivyoitoa kwa Prison, kama Prison wanavyodai kwamba wao hawakuja kichwa, walikuwa na uthibitisho wa email kwamba yes, uwanja unaruhusu, nendeni. Lakini kwa kila ambacho nimekisikiliza pia ambacho inawezekana wao wakawa wanakizungumza ila yani kama kinawabana wao wanasema wanafuata kanuni kwa sababu wanaona wakigoma kuna vipengele vitawabana. Lakini na hapo Bravis, huenda kanuni ni kweli ulichokizungumza kwamba kama ikitokea uwanja wako umefungiwa utalazimika kutafuta uwanja mwingine, pia utatoa taarifa bodi ya ligi. Lakini mbali na hapo, bodi ya ligi ina uwezo wa kubadilisha uwanja. Yaani kuna kipengele hapo ambacho kinawalinda bodi ya ligi kwamba wana uwezo wa kutengua uwanja uliouchagua na wakasema utautumia kwa vigezo hivi na hivi, tumia uwanja huu. Huenda pia ni kigezo ambacho kinawalinda bodi ya ligi. Hicho kinawalinda, lakini bado kosa linabaki kwamba ni kama yani kuwaruhusu Prison waende Tabora kwa ajili ya mchezo ni kama walikuwa hawajawa na uhakika rasmi kwamba kweli huu uwanja upo tayari kwa ajili ya kuchezewa. Kwa hiyo tayari ushawaathiri. Hata kama wewe kuna kanuni bado inakulinda, ila tayari ushawaathiri. Na kama umemsikiliza vizuri kiongozi mmoja kutoka Prison ni kwamba wao hiyo kanuni ndo inawabana, lakini kwa mujibu ni kwamba awali walipokea taarifa kwamba uwanja umefunguliwa na uko vizuri, na jana walijiridhisha kwamba uko vizuri. Lakini kwa sasa hivi kigezo cha wao kuhamia Dodoma, maana yake lazima sababu itaulizwa kwamba kwa nini sasa mmesema tuamue Tabora, tutoke Tabora tuende Dodoma. Kuna vitu viwili. Kwanza kuna kanuni kama ulivyosema ya bodi wao kuhamisha uwanja, lakini pia kuna sababu nyingine ambayo labda
tumejiridhisha tukaona uwanja labda haufai na nini na nini, lakini mwisho wa siku huyu umeshamuathiri. Yaani Prison alivyoathirika, ile athari aliyoipata tayari haikwepeki. Ni kweli atasafiri, ataenda Dodoma, atacheza, lakini mipango yake mikakati kwa ajili ya kuelekea mchezo tunajua lazima itaathirika kwa namna moja ama nyingine, kwa sababu kusafiri kutoka Mbeya kuja Tabora ukakaa, baadaye uunganishe safari urudi Dodoma tena, utahitajika tena kufanya recovery kwa ajili ya kurejesha mwili sawa. Na tunajua hizi timu za madaraja ya kati mazoezi yao ni tofauti, hata vifaa vya mazoezi walivyo navyo ni tofauti na hizi timu kubwa. Kwa hiyo kwa vyovyote vile kanuni inawalinda bodi, lakini mwisho wa siku Prison hata kama unajua kuna ile kufa kinyonge labda kufa kiume. Yes. Yaani unaumia ila unaumia moyoni, unapa kusemea. Nafikiri ndio kitu ambacho Prison kipo ndani yao. Ndio hivyo kanuni inawaruhusu bodi kubadilisha uwanja, lakini mwisho wa siku wao wameshaathiriwa. Wamebadilishiwa uwanja kutoka kule, wamesafiri, wamekuja hapa, walikuwa wameshaanza yale maandalizi ya kuwa timu mwenyeji, wameshazungumza na wenyeji wa Tabora na nini na nini. Mwisho wa siku mambo yanabadilika. Kwa hiyo umakini pia kwenye kazi kama hizi pia unatakiwa uwepo ili usiumie upande mmoja. Yani kama ni Yanga au Simba au timu zingine pia wote wawe the same, ili mtu hata kama anaenda kupoteza hawezi kuwa na vikwazo. Kwa mfano Prison akienda kupoteza sasa hivi hakuna mtu wa kuoji. Yani ukiachana na ile labda mwendelezo wake ni mbaya na nini na nini, hata asipoonyesha ushindani kwenye mchezo, sababu mojawapo ni hii, ukiachana na hizi za mwendelezo, labda timu ina mwendelezo mbaya, lakini mwisho wa siku pia hii kuna namna inaathiri. Sawa kabisa, tuweke nukta. Sasa ni simple tu. Waone Viva Promotion kwa mahitaji ya printing aina zote, kama vile mabango size zote na aina zote, 3D, 2D na banners, vibao vya maofisini au sehemu za biashara kama hoteli, lodge na kadhalika. Viva Promotions wana print t-shirts na jezi, wanafanya branding ya ofisi kuipa muonekano wa nje wa kuvutia. Wanapatikana Tabora mjini, mtaa wa shule, jirani na chuo cha utumishi wa umma Uhazili. Simu namba 0762484266. Instagram @viva_promotion.